Assalamu alaikum na karibu katika udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Leo ni tarehe 27 ya mwezi wa 4 mwaka 2026, siku nzuri kabisa, siku ya Jumatatu. Tualike kunako udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Dakika kadhaa za kutazama namna magazeti ya Tanzania yalivyoandikwa kwenye kurasa zake za mbele. Jina langu ni Shehani Mzaina na hii ni Toka Zamani TV. Kubwa ni kukumbusha, kama ndio mara ya kwanza kabisa unaungana nasi, tafadhali subscribe na bonyeza alama ya kengele. Lakini pia tufuate Facebook, Instagram pamoja na mtandao X kwa jina la Toka Zamani TV. Lakini kubwa, usisahau kuacha comment yako kwa kile ambacho unakitazama kupitia hapa Toka Zamani TV. Asante kwa wale wote ambao wamekuwa wakiandika comment. Tunaanza dukuzi siku hii leo kwa kulitazama gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Lakini kubwa, tunapewa nguvu na The Mart Supermarket ambayo inakupa uhakika wa bidhaa mbalimbali za matumizi ya nyumbani. Lakini bila kusahau maziwa ya mtindi na bidhaa za maziwa kutoka Kondiki Moshi, vinywaji aina mbalimbali, mafuta ya kupikia, sausage bora kabisa kutoka Peramio na bidhaa mbalimbali za nyama. The Mart Supermarket inapatikana Dar es Salaam, Kigamboni, Kibada, barabara ya kwenda darajani. Kwa mawasiliano zaidi na The Mart Supermarket, piga simu namba 0775946447. Fika hapo upate bidhaa zako. Gazeti Habari Leo, habari iliyopewa kipaumbele ni Samia, Tanzania ipo imara, ajivunia amani utulivu, ahimiza vijana wakatae kutenganishwa, asamehe wafungwa 1367, Dr. Mwinyi asifu muungano kulinda amani. Habari kamili ni katika ukurasa wa pili. Wanaume wadaiwa kuogopa kuwa waliowazidi kipato, habari katika ukurasa wa 3. CRDB yatoa bilioni 3 kukuza biashara Mwanza, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Dr. Mwigulu aonya ukatili, ahimiza kuheshimu wazazi, ataka kamati fidia bonde la Msimbazi, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 20. Ulega, tutamaliza mafuriko barabara za Dar es Salaam, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Mapato MSD juu 103%, miaka 4, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 20. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Pamoja na gazeti Habari Leo mikononi mwangu, ninalo gazeti Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele ni pendekezo tume ya Jaji Chande, pande mbili za maridhiano. Nukuu ya Deogratis Mahinyila Bavicha anasema, kwetu Chadema msimamo ni ule ule, kwa laiti kama tungeamua kujadili maridhiano, kuna mambo yangeshafanyika muda mrefu sana. Kama wanania njema, basi uchunguzi kutoka nje una shida gani? Wangeruhusu tu na wahusika wawajibike. Arhaj Nuhu Mruma Bakwata ndugu yake anasema, kuridhiana ni katika yale ambayo hakukuwa na mwafaka, yasije kuwa maridhiano ya shinikizo la upande mmoja tu. Muhimu mmoja akubali kupoteza hili na mwingine akubali kupoteza hili, ili kujenga mustakabali wa pamoja wa taifa kwa ujumla. Balozi Lazaro Nyarandu ndugu yake anasema, kama umemsikiliza Rais Samia kwenye hotuba yake, utagundua alivyo na utayari wa kuwaleta Watanzania pamoja. Huu ni mwelekeo sahihi. Jambo la msingi apewe muda ili aendelee kutekeleza kile alichokianzisha. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 4. Matibabu bure kwa ujauzito bado utata, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4 pamoja na ukurasa wa 5, ikiwa hii ni ripoti maalum. Sera ya afya mwaka 2007 sehemu ya 5.34 kifungu cha C(1) inaeleza serikali kwa kushirikiana na sekta binafsi inayotoa huduma bila faida na mashirika ya kimataifa itaendelea kutoa huduma bila malipo kwa ujauzito, watumiaji wa huduma za uzazi wa mpango na watoto wenye umri chini ya miaka 5. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 4 pamoja na ukurasa wa 5. Haueni tiba ya malaria watoto wachanga ikija, hatua ya shirikisho la afya duniani WHO kuidhinisha kwa mara ya kwanza dawa maalum ya matibabu kwa watoto wachanga imeibua matumaini. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 6. Jinsi Trump alivyopona shambulio la risasi, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 7. Samia atoa neno mifuko ya vijana, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 8 wa gazeti hili. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti
Mwananchi katika ukurasa wake wa mbele. Gari lako linahitaji huduma ya haraka ya kitaalamu? Usijali, Ara Auto Garage iko hapa kukusaidia. Toa huduma za matengenezo ya magari ya aina zote, service ya magari ya kisasa, matengenezo ya engine na gearbox, kupiga rangi, kuagiza spare parts aina zote, huduma ya breakdown popote ulipo, upimaji wa changamoto ya gari kwa kutumia kompyuta ni bure kabisa, na wewe utalipa matengenezo. Ara Auto Garage ipo Songea mjini, jirani na hospitali ya Mji. Wasiliana nasi kwa simu namba 0629205099 au 0789078374 na 0627781106. Usalama wa gari lako ni kipaumbele chetu. Ara Auto Garage, huduma ya haraka ya kitaalamu na ya kuaminika. Gazeti Majira, gazeti huru la kila siku lenye habari iliyopewa kipaumbele ni MSD. Upatikanaji dawa na vifaa tiba uko imara. Watoa huduma za afya waipongeza vituo vya afya kupatiwa dawa vifaa kwa wakati, wasema inaonyesha jinsi Rais Dr. Samia anavyojali afya wa Tanzania. Habari katika ukurasa wa 4. Samia atoa msamaha kwa wafungwa, wanufaika watajwa. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4. Nchimbi akemea udhalilishaji wanawake. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Vyama vipongeza tume kuchunguza matukio Oktoba 29. Habari katika ukurasa wa 4. Mbunge apokea kero za wananchi. Habari katika ukurasa wa 3. EACOP kuendelea kuunga mkono maendeleo ya elimu. Habari katika ukurasa wa 2. Viongozi washtushwa mkasa wa rais wa Marekani. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 19. Gazeti hili imeandika kila kusubiri nafuu ya maji kupitia ziwa Nyasa. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 14, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Majira, gazeti huru la kila siku. Gazeti Nipashe mwanga wa jamii nalo mikononi mwangu lenye habari iliyopewa kipaumbele ni aliyegombea wenyekiti Chadema achimbua ripoti ya tume Jeje Chande, agusa hoja nyeti, shauri serikali itoe fidia kwa waathirika wa vurugu, asisitiza serikali tatu katika mjadala ujao wa katiba mpya. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3. Haya ni mahojiano maalum. Odero nuku yake ikisema maumivu ya kupoteza ndugu hayawezi kufidiwa, lakini angalau kungekuwa na mfumo wa kuwasaidia waliobaki, hasa familia zilizopoteza tegemeo lao. WHO yaidhinisha dawa mpya malaria kwa watoto. Habari katika ukurasa wa 19. Miaka 62 ikitimia, rais, hatima ya muungano iko mikononi mwa vijana. Onyo lilotolewa juu ya kupungua kwa mshikamano miongoni mwa vijana. Serikali yaendelea kuweka mazingira bora uwezeshaji kundi hilo. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Aliyetaka kumua Trump kwa risasi anaswa kufikishwa mahakamani leo. Habari katika ukurasa wa 19. Serikali yachukua hatua ripoti ya Nipashe watoto mitaani. Habari katika ukurasa wa 5. Wasomi wajana mbinu 7 za kuongeza mapato ya kodi. Habari katika ukurasa wa 4. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe mwanga wa jamii. Gazeti Uhuru kweli daima ninalo mikononi mwangu lenye habari iliyopewa kipaumbele Tanzania ni imara. Kauli ya Rais Samia aliyoitoa katika kongamano la kuadhimisha miaka 62 ya muungano wa Tanganyika na Zanzibar, asema ni fahari kwake kuiona nchi ikiwa yenye amani na utulivu. Aweka bayana maendeleo makubwa yaliyopatikana ndani ya muungano. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2. Atoa msamaha kwa wafungwa. Habari katika ukurasa wa 2. Dr. Nchimbi agusia nafasi ya mwanamke. Habari katika ukurasa wa 3. Dr. Mwigulu ataja sifa za Rais Samia. Habari katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Trump anusurika risasi akiwa hotelini. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 7. Wanasiasa wapongeza jitihada hoja za muungano kutatuliwa. Habari katika ukurasa wa 4. Ulega anika mipango kuboresha jiji la Dar es Salaam. Habari katika ukurasa wa 17. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru kweli daima. Zanzibar Leo kwa ukweli na uwazi lenye habari iliyopewa kipaumbele Jumatatu ya leo ni kongamano la miaka 62 ya muungano. Dr. Samia hawapa kazi vijana, awataka kudumisha mshikamano, kuepuka migawanyiko. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2. Muungano umeleta mafanikio makubwa kitaifa. Hemedi. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Iran yatoa pendekezo la kumaliza vita na Marekani huko Islamabad. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 9 wa gazeti hili. Dr. Mwinyi awahimiza vijana kulinda muungano. Habari katika ukurasa wa 2. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Zanzibar Leo kwa ukweli na uwazi. Na sasa tukiwekia habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani. Mikononi mwangu nalo gazeti Mwanaspoti lenye habari iliyopewa kipaumbele ni majina matatu ya Simba. Beka zifuata dakika 90 za Yanga. Ligi kuu Tanzania bara
Ni Mei 3, Meja Samuyo, Simba dhidi ya Yanga Sports Club. Gazeti hili limeandika Yanga njooni tuko tayari, habari katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili. 13 kuondoka Man United, Ibenge alia na mastaa Azam FC, habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Jicho la mwewe na Edo Kumwembe ni katika kurasa za ndani za gazeti hili. Salah ndo basi tena, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 18. Romi 3D afunguka talaka ya Shilole, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 9 wa gazeti hili. EPL leo Jumatatu ni Manchester United dhidi ya Brentford saa 4 kamili usiku, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanaspoti katika ukurasa wake mbele. Magazeti ya habari za michezo na burudani. Nalo gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, lenyewe katika ukurasa wake nyuma, habari iliyopewa kipaumbele ni Pedro Kicheko, Ibenge ashangaa kilichomkuta. Kijaji wamiliki hoteli jipangeni AFCON 2027. Rekodi ya Ibra Class kumbeba kimataifa, habari katika kurasa za ndani. Drake kutembelea Tanzania mwakani, habari katika ukurasa 21. Ngumi yafanikiwa kuendesha mashindano ya wazi, habari katika ukurasa 23. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, ukurasa wake nyuma, habari za michezo na burudani. Na gazeti hili linakamilisha udukuzi hapa Toka Zamani TV.